Bwana Yesu asifiwe sana, mtu wa Mungu. Tumsifu Kristo Yesu mwana wa Mungu. Tuna kila sababu ya kumshukuru Bwana kwa mambo yote ambayo anazidi kutenda, anazidi kufanya juu yetu. Naomba nikukaribishe sana mtu wa Mungu kwenye kipindi chetu chenye somo linalosema chombo cha nguvu ya Mungu. Namna gani unaweza ukawa na nguvu nyingi ya Mungu? Mwanzo niliweza kueleza kwenye season 1 ya hili somo. Ukiweza kuingia mtandaoni utaweza kupata pointi 2 ambazo nimezidadafua na kuweza kutoa maana yake ili mtu iwe rahisi kuweza kuwa na nguvu ya Mungu. Lakini ziko pointi 5, leo nitaweza kuendelea na pointi ya 3 hadi ya 5. Mtu wa Mungu, nikuombe usiweze kusahau kusubscribe channel yetu Lango Foundation TV ili uwe mtu wa kwanza kupokea taarifa zetu, lakini usisahau kushare na wengine waweze kupata maarifa ya nguvu ya Mungu. Haleluya, itakuwa sadaka kwako. Pointi tunayoendelea nayo ni pointi ya 3. Pointi ya 3 ambayo inasema ili uwe chombo chenye nguvu ya Mungu ni lazima uwe mtu ambaye umefika mwisho wa nguvu zako. Ili uwe chombo cha nguvu ya Mungu ni lazima uwe ni mtu ambaye umefikia mwisho wa nguvu zako. Nikisema mwisho wa nguvu zako ni pale mtu wa Mungu unatumia nguvu nyingi ya mwilini. Amkini uko kwenye changamoto fulani, lakini kuisolve ile changamoto unatumia nguvu nyingi sana mwilini. Kama ni ugonjwa unaingia gharama nyingi sana za matibabu. Basi fike mwisho kusema kwamba hata haya malazi, haya magonjwa, changamoto yangu ya uchumi, basi ninaikabidhi mbele za Mungu. Ukisema vile mtu wa Mungu, kuna nguvu ya rohoni ambayo inakuja kutenda kazi. Tofauti na wewe nguvu ambayo unaitumia nguvu ya mwilini. Ile nguvu ya rohoni inakuja kuondoa kila utata, kila changamoto ambayo wewe inakusumbua. Nguvu ya rohoni. Kwa sababu tunapozungumzia nguvu ya rohoni ni nguvu ambayo Mungu huitumia, bali na nguvu ambayo unaitumia wewe, nguvu ya mwilini. Hii nguvu ya rohoni inakufaidisha wewe kuweza kukutoa kwenye hiyo changamoto yako, mtu wa Mungu. Mfano mzuri kabisa mtu wa Mungu, mtazame Petro. Wakati ule wameteka nyavu zao baharini wakivua samaki. Ile siku hawakupata samaki, lakini alikuja kusadiki neno la Yesu pale alipomwambia kwamba shusha nyavu zako. Naye Petro anamjibu kwamba kwa kuwa umesema wewe, nitashusha nyavu. Kwa sababu nguvu za Petro zilikuwa zimeshafika mwisho kusema kwamba hapa hatuwezi kupata tena samaki, lakini kwa neno la Bwana tunashusha nyavu. Imani aliyokuwa nayo, aliamini kwamba nguvu ya Mungu inaweza kunipa kupata samaki. Alifika mwisho na kuamini kwa sababu alisadiki neno la Yesu. Wakati ule Musa anatumwa kwenda kwa Farao kumwambia ili awape kibali cha kutoka huko Misri. Kuna wakati Musa alikata tamaa, kwa sababu ilifika tu akawa anaona ni usumbufu. Ila wakati ule imefika mwisho yeye kusema sasa nimechoka kwenda mimi kama mimi. Nahitaji kwenda na wewe Mungu aliye hai, kwenda na nguvu. Tayari kibali wakakipata kwa Farao. Haleluya sana mtu wa Mungu. Hii inatufundisha kuwa unapoona mambo yako yamelala, hayaendelei tena, unahitaji msaada wa Mungu, bali na nguvu yako ya mwilini. Haleluya sana. Utaweza kusoma kile kitabu cha Matendo ya Mitume mlango ule wa 12 mstari wa 5 na wa 8. Utasoma kwa muda wako mtu wa Mungu, kuna kitu ambacho utajifunza. Kumbuka kuwa nguvu ya Mungu haiangalii kuwa wewe ni nani.
Unaweza ukawa ni mtumishi wa Mungu, yamkini ukawa unasimama madhabahuni kama mchungaji, kama mwalimu, kama mtume, kama nabii, kama mwinjilisti, lakini ukashindwa kuwa na nguvu ya Mungu. Nguvu ya Mungu haikuangalii wewe ni nani, ila nguvu ya Mungu inafuata sheria, inafuata kanuni. Ufike mwisho kuhitaji nguvu ya Mungu. Ufike mwisho wa mambo yako kutumia nguvu yako ili Mungu aingie kazini. Kumbuka kuwa mtu wa Mungu, wakati Mungu anamuumba Eva, alitumia kanuni moja ambayo ni ya uumbaji. Alisubiri kwanza Adamu atulie. Alipopata utulivu, ndipo ikawa ni sababu ya yeye Mungu kumfanya Eva. Kwa nini? Kwa sababu Adamu hakuwa na nguvu ya kumfanikisha Eva, lakini Adamu alikuwa ni sosi au chanzo cha kupatikana kwa Eva. Ila alichokifanya Mungu, alisubiri afanye shughuli zote Adamu achoke, alafu apumzike, ndipo Mungu aweze kumfanya Eva. Kwa hiyo mtu wa Mungu, kuna wakati unatumia gharama kubwa sana kufanya jambo, kutatua jambo lako, lakini limeshindikana. Kwa hiyo unahitaji mtu wa Mungu upumzike na nguvu yako ya fedha, nguvu yako ya mwilini, uone Mungu anavyoingia kazini ili kukutumia. Haleluya sana mtu wa Mungu. Na pointi ya 4 inasemaje? Ni watu wasioogopa kuthubutu kwa niaba ya Mungu na ufalme wake. Ili uwe na nguvu ya Mungu, ni lazima uwe rahisi kuingilia mambo ya Mungu. Mahali ambapo unaona Yesu anachafuliwa, basi uwe tayari kuingilia kati. Maana hiyo, Yesu aliweza kubeba aibu yako wewe msalabani. Na wakati fulani Yesu anaaibishwa na watu, na wewe mbele yako Yesu anaaibishwa, na wewe upo, lazima uthubutu kuingilia kati ili wewe Yesu aone kwamba tayari unatumika kwa ajili yake. Kuna watu wapo tayari kukubaliana na matusi ya watu ambao wanamtukana Yesu mwana wa Mungu, na wanaangalia tu. Sio rahisi Yesu kukutumia, au sio rahisi nguvu ya Mungu kuwa ndani yako. Lazima uthubutu kuingilia kati. Mahali ambapo watu wanamsema vibaya Yesu, wanamzungumzia vibaya Yesu, lazima uingilie kati. Mfano mzuri mtu wa Mungu, Daudi hakuweza kumwogopa yule Mfilisti Goliati. Wakati anamtukana Mungu wa Israeli, Daudi aliingilia kati. Na tayari Mungu alijidhihirisha mbele ya Daudi. Kwa hiyo na wewe mtu wa Mungu, unapothubutu kwa niaba ya Mungu, wakati watu wanamzungumzia vibaya Mungu, wewe unasimama kwenye kweli ya Mungu. Wewe unaeleza kweli ya Mungu. Wewe unatoa kwa kweli ya Mungu. Lazima Mungu akufanye kuwa chombo cha nguvu yake, kwa sababu umethubutu kusimama kwa ajili yake kwa niaba ya wengine. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa mtindo huo sasa mtu wa Mungu, itakuwa ni rahisi Mungu kuweza kukutumia pale ambapo unathubutu kwa niaba ya Mungu na ufalme wake. Itakuwa ni rahisi wewe kuwa chombo cha nguvu ya Mungu. Pointi ya 5 inasema ni watu ambao wako tayari kubeba aibu ya Mungu na ufalme wake. Wakati Yesu anaaibishwa na watu wengine, wanamzungumzia tofauti, wewe tayari kuibeba ile aibu. Hawa watu huwa wanajifananisha na aibu ya Yesu. Wakati ule Yesu anaaibishwa,
alikubali kubeba aibu. Kwa hiyo na wewe unapojifananisha na ile aibu ya Yesu, ni rahisi mtu wa Mungu kuweza kuwa na nguvu ya Mungu. Maana yake unaubeba msalaba wa Yesu mahali ambapo haistahili, ila wewe unamstahilisha Yesu kuiondoa ile aibu. Haleluya sana mtu wa Mungu. Kwa mfano pale Yesu walipoweza kumkataa wengine, lakini aliweza kukubaliana na ile aibu, alibeba aibu. Kwa hiyo na wewe mtu wa Mungu, wakati wengine walimkataa Yesu, wewe unakubali kuibeba ile aibu ya Yesu. Ni lazima Mungu akutumie kama chombo. Lazima uweze kukubaliana na Yesu aibu yake. Na wewe ni lazima uweze kukubali kubeba aibu. Wakati wengine wanamkataa Yesu, wewe tayari unasimama kuwa tayari kuibeba aibu yake, kuwaelimisha, kusema nao, kuwafundisha, kuwapa maarifa ya Yesu. Kama Stefano alikubali kufa, maana yake na wewe ukubali mahali popote kupitisha jina la Yesu liweze kupita. Itakuwa ni rahisi kwako kuwa chombo chenye nguvu ya Mungu. Chombo chenye nguvu ya Mungu. Itakurahisishia sana mtu wa Mungu kuwa chombo cha nguvu ya Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nguvu ya Mungu haikusudiwi na mtu labda amezaliwa nayo. Nguvu ya Mungu inaendana na matendo, utayari wa moyo wako, namna gani ulivyojiweka. Nikukumbushe kitu kimoja mtu wa Mungu. Wakati Adam alipolala tu, Mungu aliingia kazini. Maana hiyo Adam alipopumzika, tayari alikuwa amechoshwa na kazi, amechoshwa na shughuli. Tayari Mungu akawa ameingia kazini. Na maanisha kwamba unapokuwa unasoma neno la Mungu, unapokuwa unajifunza neno la Mungu, maana yake kuna mafuta ambayo yanakuwa tayari. Unapoliweka kichwani lile neno ambalo umelisoma, yale mafuta unapopumzika yanakuwa tayari kuanza kufanya kazi. Kwa hiyo kuna nguvu ya mafuta ambayo inakuwa ndani yako. Kwa ile nguvu mtu wa Mungu inakuhitaji wewe upate utulivu, upumzike. Sijamaanisha kwamba umalize kusoma neno ulale. No. Yaani kuna wakati wa kusoma neno na kutafakari lile neno. Kwa hiyo unapokuwa unalitafakari neno kwa utulivu zaidi, inakuwa ni njia rahisi ya wewe kuweza kupata nguvu. Kanuni nzuri ambayo huwa naitumia mimi mtu wa Mungu. Kwa mfano ukisoma kile kitabu cha Wakorintho wa pili mlango wa 4 mstari wa 4, inasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini, ili isiwazukie nuru ya injili ya utukufu wake Kristo aliye sura yake Mungu. Lile neno lina ushuhuda mkubwa sana, kwa sababu linasema ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Nilipolisoma lile neno nikalitumia kama nuru, kwamba kusema kwamba jinsi linavyoishi ndani yangu, linavyokaa akilini mwangu, kwenye fikra zangu, linavyoteka mawazo yangu, hili neno mpaka liweze kuthibitika ndani yangu. Kila giza lililokaa ndani yangu liweze kuniachia kwa hili neno. Nilipokalili ile neno nikalielewa maana yake, kwa sababu nilisoma kama mara 5 kwa rudia. Niliposoma kama nilifumba macho kama dakika 5. Huku ninatafakari hili neno. Dakika 5 zilipoisha, tayari nikajikuta nimekuwa mwepesi. Macho yangu ya rohoni yakafunguka pale pale. Kwa nini? Kwa sababu kuna giza ambalo lilikuwa limekuja kunipofusha macho. Kwa hiyo nilipokuja kufungua hivi macho, nikaanza kuona ulimwengu wa roho. Kwa sababu nilipokuwa nalisoma hili neno nilikuwa madhabahuni.
nikaanza kuona ulimwengu wa roho, nikawa naona vitu ambavyo vinaendelea rohoni. Ndo nikajua kwamba tayari nimefunguliwa. Ndo tayari nikajua kumbe unapokuwa unasoma neno la Mungu, ulisome neno, ulielewe, alafu upate utulivu. Ndipo ni rahisi kupata matokeo. Kumbuka, Adamu alipopumzika, tayari akawa ni matokeo ya Eva kupatikana. Na wewe unapokuwa unasoma hili neno la Mungu, pata muda wa kupumzika, utafakari, alafu pumzike. Utaweza kuona matokeo rahisi, mtu wa Mungu. Kwa hiyo mtu wa Mungu, nakukaribisha sana. Usisahau tu kusubscribe channel yetu. Nikuombe mtu wa Mungu, ushare sehemu mbalimbali ambazo ni rahisi kushare kwako mtu wa Mungu. Itakuwa ni sadaka mbele za Mungu, kwa sababu maarifa yatawafikia wengi zaidi. Nakukaribisha sana kwenye maombi ambayo yanaendelea usiku wa manane, saa 9 kamili. Kwa hiyo namba unayoiona hapo mbele ni namba ambayo itakufanya iwe rahisi kupokea maombi yanaendelea. Tuna somo linalosema kwamba namna ya kuvunja nguvu za madhabahu za familia, namna ya kuvunja madhabahu za familia, madhabahu za miungu na ukombozi wa nafsi ambazo zimekamatwa. Na kama mtu unaota ndoto upo makaburini, upo nyumbani lakini kimwili haupo nyumbani, upo unakula chakula, unashiriki vyakula na watu waliokufa, unaona watu waliokufa sana, ili somo linakufaa sana mtu wa Mungu, kwa sababu channel inaanzia kwenye madhabahu za familia. Kwa hiyo tunakuvunja madhabahu za familia, lakini tuna ukombozi wa nafsi ambazo zimekamatwa na hizo madhabahu, lakini pia tuna ukombozi wa vitu vyetu ambavyo vimeshikiliwa na hizo madhabahu. Kwa hiyo karibu sana kwenye haya maombi, yana ushuhuda mkubwa sana. Nikukaribisha mtu wa Mungu, mahali popote ulipo, tumia hiyo namba ya simu. Shalom sana mtu wa Mungu, ubarikiwe na Mungu.